Safi kabisa, tunamshukuru Mungu. Kwema? Mimi niko poa, namshukuru Mungu kwa sababu kwanza kitendo cha kutusafirisha salama kutoka Dar es Salaam mpaka kufika hapa Tabora kwa Alina Asali, wataalamu wenyewe kabisa ambao baskeli nyingi. Nimekalia baskeli hapa za Tabora kwa sababu ni mji fulani ambao una historia yake ya soka. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa kweli. Na tupo hapa kwa kampeni mahususi. Tupo hapa kwenye mission. Ni sawa sana wanajeshi ambao tuko vitani. Sijui umeelewa? Yaani ni wanajeshi ambao tumekuja kwa mission maalum. Na mission hiyo ni moja tu, ya kuhakikisha tunamshenyeta Tabora United. Tunahakikisha tunampiga Tabora United. Tunahakikisha tunamnyamazisha mdomo Christina Mwagala. Tunahakikisha tunamnyamazisha mdomo mkuu wa mkoa wa Tabora mheshimiwa kabisa. Kwa sababu mkuu wa mkoa ameingia naye katika sakata hili la mpira. Kwa hiyo akubaliane na mambo ya kimpira, akubaliane na maneno ya kimpira kwa sababu ametaka mwenyewe. Ameonesha waziwazi kuidharau Young Africans kwa kusema kwamba timu anaiogopa pekee ni Simba Sports Club na sio Young Africans. Kwa hiyo ni dharau kwa sisi wanayanga. Kama mnavyotujua wanayanga hatukubali dharau. Wanayanga siku zote sisi anayetudharau tunakula naye sahani moja. Kwa hiyo tutakula sahani moja na mkuu wa mkoa pia wa Tabora. Sawa, kama tunavyokula sahani moja na Christina Mwagala, tunakula sahani moja na mkuu wa mkoa. Mkuu wa mkoa wa Tabora anaisema Young Africans. Anajaribu kuongea vitu vya ajabu. Anajaribu kuahidi kwamba wachezaji wake atawapa milioni 60. Akati wachezaji wake wana zaidi ya miezi 3 mpaka 4 hawajapokea mishahara. Za ndani ni kwamba amewaambia kwamba hii mechi wakishinda ndio atawalipa mishahara yao. Sasa anajaribu kutoka kwenye vyombo vya habari, anajaribu kubadilisha na kusema kwamba ni kama motisha. Kwa hiyo unamuona ni mtu ambaye anafanya vitu fulani kwa ajili ya kupata audience, yani kuiteka audience. Umeelewa? Sasa sisi tunamwambia hii unaodili nao ni Young Africans, hatuna dogo. Kwa hiyo umeamua kudili na sisi tunadili na wewe mheshimiwa mkuu wa mkoa. Cheo chako kinabaki kuwa pale pale, ukubwa wako unabaki kuwa pale pale, lakini kwa sababu umeamua kuingia kwenye mpira na sisi tunadili na wewe mpira. Sijui umeelewa? Baraka, kwa vile maneno haya pengine yanachagizwa na kile ambacho kilitokea kwenye duru ya kwanza baada ya kupokea kichapo cha magoli 3 kwa 1 na kumfukuzisha Miguel Gamondi. Pengine ndio jeuri hii ambayo wako nayo. Miguel Gamondi alikuwa mamluki kwa upande wetu kwa kipindi kile na ndio maana tuliamua kumuondoa, na pia alifunga Young Africans ambayo kikosi chake kilikuwa sio imara. Tulishuhudia beki alikuwa Nkane, beki alikuwa Aucho, sijui umeelewa. Kwa ni kikosi ambacho sio cha ushindani cha Young Africans. Sijui umeelewa. Kikosi cha Young Africans wana Tabora wanakijua. Kikosi cha Young Africans wa Tanzania wanakijua. Mimi kama Baraka Yanga naongea, Tabora akikutana na Young Africans iliyo kamili hawezi kupata matokeo habadani. Ndicho kitu kitakachoenda kutokea siku ya kesho katika uwanja huu wa Tabora ambao unapewa jina la mheshimiwa Hassan Mwinyi, lakini mimi nahisi mkuu wa mkoa wa Tabora anaizalilisha jina la Hassan Mwinyi kwa sababu uwanja ukiuangalia unakosa matunzo, unakosa kufanyiwa maboresho. Unaona katika geti la kuingilia panataka padondoke, zege inashuka muda wote, alafu anaahidi watu anawapa milioni 60 wakati anashindwa kurekebisha uwanja wake. Sasa nyinyi wana Tabora mnalikubali? Wana Tabora wenyewe haliafiki. Sasa sisi tumueleweje? Sasa kama wana Tabora hawaafiki, sisi kama watu wa Yanga, sisi kama watu wa kubadilisha mpira wa Tanzania, sisi kama watu wa mabadiliko, tunakuja kuwasemea wana Tabora. Mkuu wa mkoa, badilisha kwanza uwanja wako, fanya maboresho uwanjani kwako, lipa mishahara kwa wachezaji wako ndio uje ushindane na Young Africans. Yanga huwezi kupata matokeo. Yale matokeo yalikuwa ni ndurute. Ulibahatisha kuifunga Young Africans. Kesho naenda kukutana sura halisi ya Young Africans. Sura yenye hasira, sura yenye majeraha, sura yenye hasira na wewe, sura ambayo imebeba visasi na Tabora. Kesho tunakwenda kulamba Tabora. Wana Tabora. Kesho tunakwenda kulamba asali mbichi kutoka mtini. Kesho nakwambiaje? Christina Mwagala, dada yangu ulipo, umeongea sana, unaonesha wivu kwa Alikamwe. Siji kwa sababu hujamjengea nyumba mama yako, hatujui. Sababu Alikamwe kajenga nyumba kwa mama, pengine wivu. Hawa Tabora hawezi kukupa hela kumjengea mama yako nyumba, huo ni wivu. Sasa unajaribu kumchonganisha Alikamwe, unajaribu kumletea maneno ya dhihaki Alikamwe ya kumchonganisha. Sisi tunakwambiaje? Wana soka tunajua, hiyo ni mind game. Tunaona ni wivu unakusumbua. Sasa sisi tunakujibu, Alikamwe hana muda wa kukujibu wewe. Baraka Yanga anakujibu. Sawa? Baraka Yanga anakujibu. Na siku zote tunawaambia, sawa, Christina Mwagala atabaki kuwa mwanamke. Na nimekuja
na gari, ila nitambeba Christina Mwagala na baskeli kurudi naye wapi? Dar es Salaam. Nitambeba Christina Mwagala akiwa amenibebea chupa ya asali kurudi naye Dar es Salaam. Sio maana nikishakuwa nimemchenyeta. Lakini pia kama Mwagala, Christina Mwagala, kama unahisi una wivu, basi omba kuolewa hata mke wa pili na Alikamwe. Au kuna ubaya? Omba kuolewa mke wa pili kama unaona mafanikio ya Alikamwe unayatamani, basi uwe mke wa pili, maana kinachokusumbua ni wivu. Sasa mimi nakujibu Christina Mwagala kama Baraka Yanga. Sawa, wana Yanga tumekusikia. Alikamwe amekusikia, ila Alikamwe ana muda mchafu wa kukujibu wewe. Sisi ndio tunao kujibu. Baraka Yanga anakujibu. Sawa, Kizinga JR atakujibu. Na wote tunaoisemea Young Africans tutakujibu. Tunakuambia kitu kimoja. Kesho lete timu. Sawa, tunaomba dada yetu jiandae vizuri, muage kabisa mumeo kama umeolewa, mwambie na kwenda kucheza na Young Africans. Kuna mawili, nikarudi nyumbani au nikaondoka na Baraka Yanga. Ongea kabisa na muage mumeo, kwa sababu mimi nikikufunga Christina naondoka na wewe. Naondoka na wewe nikikufunga. Huna uwezo wa kunifunga. Kikosi cha Young Africans kimewekezwa kwa gharama kubwa. Kikosi ambacho kimejizatiti. Viongozi wetu ni watu wa mpira. Viongozi wetu wana uchungu na hii timu, wanaipambania. Yanga wakiwa na jambo lao, wakiwa na la kwao, wewe huwezi kupinga. Wewe upinge kama nani? Ni msemaji mdogo sana. Unatafuta tu kiki, unatafuta tu ugali. Tunakuelewa Christina, lakini tunakushauri njia nzuri ya kupata ugali ni kuolewa mke wa pili na Alikamwe. Baraka, umezungumza kwenye mchezo wa kwanza vitu ambavyo pengine vimechagiza ni kuwakosa baadhi ya wachezaji ambao kama ambavyo uliwazungumzia hapo. Na safari hii tumeona wachezaji watatu hawatohusika kwenye mchezo huu. Tunamzungumzia Stefan Aziz Ki, Clatous Chota Chama pamoja na Kennedy Musonda. Watakosekana kwenye mchezo huu. Pengine inaweza ikawa ni sababu pia nyie kupoteza mchezo huu ama kutopata zile alama tatu ambazo mnastahili. Swala la kupoteza kwanza naomba ulifute. Wanatabora wote wanatambua kama Yanga kesho hawezi kupoteza mchezo huu wala kutoa suluhu. Sawa. Cha pili, Stefan Aziz Ki, Clatous Chota Chama na mwingine umeniambia nani? Kennedy Musonda. Sawa. Yanga ina wachezaji wengi sana. Yanga ina kikosi kipana kuliko timu yoyote katika ardhi ya Tanzania na East Africa na hata Afrika. Sio, umeelewa? Ukiweka kwa stats, ukiweka numbers, Afrika hii hakuna timu inafanya vizuri kuizidi Young Africans. Tumefunga magoli mengi kuliko timu zote unazojua wewe Afrika. Sio, umeelewa? Kwamba sisi tuna kikosi madhubuti, watu watatu. Sawa, wachezaji wetu bora, wachezaji wetu wapendwa kabisa, lakini tunaamini kuna wachezaji wakubwa na wenye uwezo wa kuweza kudili na Tabora. Wameshindwa kumfunga juzi, wakatolewa kwenye FA. Kweli wakaje kupambana na Young Africans mwenye hasira? Tabora hawezi kufua dafu mbele ya Young Africans. Mimi nataka nimwambie kitu kimoja. Young Africans hata nimchukue Mzee Mpili nimweke namba 9 Tabora kesho anakufa. Acha bwana. Nimchukue Mzee Mpili nimweke namba 9 kesho Tabora anakufa. Sawa, Tabora hana pa kutokea. Uwanja huu kesho utanuka asali. Uwanja huu utanuka asali. Tutaoga asali hapa. Tutalamba, tutaoga, tutakunywa. Na nyingine nitamwambia Christina nibebee, twende Dar es Salaam, twende ukauone mji, twende ukaone viwanja ambavyo vimejengwa na vinahudumiwa, sio kiwanja chako unachodanganywa na mkuu wa mkoa afu anakuambia eti anataka kutoa motisha milioni 60. Angepiga plasta kwenye kiwanja, angeimarisha kiwanja, kinaweza kushuka muda wote hiki. Leo hii unaahidi watu unatoa milioni 60. Wanatabora wamechukia, Wanatabora wameumia. Unaongea ahadi ambazo sio za kweli, unaongea vitu ambavyo havina afya kwenye soka. Na nikwambie kitu, naomba viongozi wa TFF, bodi ya ligi, sawa, hii mechi najua mnatamani kulipa kisasi kwa yale yanayoendelea baina yenu nyinyi na Yanga. Mnatamani kulipa kisasi kwenye mechi hii. Nasikia tumepata za ndani, mnataka kufanya mambo ya ajabu katika hiyo mechi. Ila tunawaambia Young Africans tumejizatiti. Mkileta mambo ya ajabu na sisi tutawaletea mambo ya ajabu kwenye mchezo huo. Baraka, kwa namna moja ama nyingine baada ya tukio hili kufika hapa, mwitikio umekuwa mkubwa sana kama ambavyo unaona mpaka sasa. Baadhi ya mashabiki wa Young Africans na wanachama wako hapa kwenda kushuhudia kile ambacho kinaendelea baada ya mazoezi ya mwisho kutokea hapa, na ndicho ambacho tunakizungumza sasa. Lakini taarifa ambayo imeendelea mpaka sasa hivi kwenye mitandao ya kijamii ni kutokana na taarifa ya CAS ambayo imetolewa hii leo kuweka wazi kwamba ni kweli Young Africans amefikisha malalamiko yake CAS kwa kile ambacho kilitokea Machi 8. Taarifa nyingi ambazo zilitokea, kila mtu na kuzungumza chake kutokana na taarifa ile. Hii leo wamedhihirisha rasmi kwamba Young Africans amefika CAS na ametoa malalamiko yake, na zimetolewa siku 10 kwa TFF, TBLB pamoja na bodi ya ligi kwenda kujitetea kwa kile ambacho Young Africans amekifikisha. Kwa namna moja ama nyingine, unazungumzia nini kaka? Kwanza katika hilo sakata mimi nataka niwaambie kwanza wana Yanga wote, msimamo wetu utabaki kuwa pale pale, hatuchezi.
T-shirt yangu imeprintiwa, hatuchezi, mechi iliisha tarehe 8. Sijui umeelewa? Hii sio kubahatisha, hii tunamaanisha. Mechi hiyo hatuwezi kucheza kwa sababu tumepoteza imani na bodi ya ligi. Na ndio maana tukaamua kwenda kasi kwa sababu timu za mpira, sawa? Mahakama yao, sawa? Au watetezi wao ni kasi. Huwezi kushirikisha serikali, sawa, na mpira. Huwezi kushirikisha, na ndio maana sisi tunafuata sheria na taratibu za soka. Tumeamua kwenda kasi badala ya kuona hapo ameshindwa kutupatia haki yetu na kuamua kutusikiliza. Ndio maana tukaamua kwenda wapi? Kasi. Sasa tumefika kasi sisi kama Magiant, ndio maana wakapewa siku 10. Kasi wanatoaga hadi mwaka kutoa majibu, lakini wametoa siku 10 kwa sababu Young Africans amepeleka malalamiko. Ni Giant wa Afrika hii. Kwa hiyo malalamiko haya TFF tunawaambia hatujabahatisha kuwapeleka CAF. Bodi ya ligi hatujabahatisha kuwapeleka kasi. Tumemaanisha na maana kwa sababu moja, mmeshindwa kutusikiliza hapa ndani. Mnahitaji busara na sisi tunahitaji kanuni ziongoze mpira. Sisi ndio maana tumeamua kwenda kule. Kwa hiyo tumeenda kule kwa maslahi ya kubadilisha mpira wetu. Utoke kwenye busara uende kwenye kanuni na sheria. Kwa hiyo kule sheria ndio zinapofuatwa na kanuni ndio zinapofuatwa. Haki ya mtu itapatikana kule. Mwenye haki atapata haki yake kule. Ndio maana tumewapeleka kule. Hatuhitaji swala hili lishirikiane na mambo ya kiserikali. Ndio maana tumeamua kulipeleka hili katika nyanza za kimichezo zaidi. Kitu kingine ambacho kimeendelea kuleta taharuki ni kwamba kwa nini watu wasingesubiri kwanza taarifa kutoka kwa bodi ya ligi na TFF, afu then baada ya matokeo hayo wenyewe Young Africans ndio wakaenda huko kasi. Kwa nini wawahi kabla taarifa rasmi kutoka? Kama mmejaribu kuona jamani, kwa macho tu ya kawaida, hakuna mtu yeyote asiyeona sasa hivi kama bodi ya ligi na TFF, sawa, wote kwa ujumla wanaikandamiza Young Africans. Kwa hiyo sisi kupata haki yetu hapa Tanzania kwenye ardhi yetu, sisi tunatitiwa kama watoto wa kambo kwenye nchi. Sasa nani anakubali kuteseka? Wana Tabora wa Yanga wakubali kuteseka, wana Dar es Salaam wakubali kuteseka, wa Tanzania wakubali kuteseka. Kwa tuliona haki yetu hapa ni ngumu kuipata, na tuliwapelekea taarifa, tukawaomba watujibu na tukawapa muda wa kutujibu, hawakutujibu. Maana yake nini? Ndio kwanza wanapanga tarehe za kupanga mechi ichezwe. Maana yake wamepuuza barua yetu ya kuomba watujibu ni kwa nini wameahirisha mchezo huo. Sawa, matokeo yake wametupuuzia na kuamua kwamba hii mechi ipangiwe tarehe nyingine. Sisi tumeona kwamba lazima tusimamie. Timu pekee yenye misimamo katika ardhi hii inayobadili soka la Tanzania ni Young Africans. Sisi ndio wenye misimamo. Sisi tulishafukuza timu nzima. Sawa, tulishafukuza timu nzima. Sisi tukiona jambo letu hatuyumbishwi, na ndio maana tumejazana Tabora kwa ajili ya kuhakikisha tunamshenyeta Tabora, na pia tunafikishia bodi ya ligi na TFF kwamba Yanga ni kubwa, hamuwezi kuizulumu Yanga haki yake na sisi tukawaangalia. Sijui umeelewa? Kwa hiyo hii haki kama ameshindwa kutupatia hapa, basi haki yetu tutaenda kuipata kasi. Vipi kesi ikahamishiwa kwenu? Kesi ikahamishiwa kwetu? Ngoja nikwambie, Young Africans mpaka tunafanya jambo maana yake tumekubaliana lolote. Oya, sisi hata wakitushusha daraja la pili au ile wanahitaji championship, barida tu. Tunaenda championship, tunaenda kuchukua ubingwa wa FA, tunaingia kimataifa kwa tiketi ya FA. Yanga sisi kivyo vyote pale tuna watu. Hata tukienda daraja la 4 sisi baridi. Sisi tuna uwezo wa kucheza ligi yoyote na tukaingiza mapato na timu yetu ikatusapoti. Hatuna shida. Wao ndio watatafuta sisi. Hii nchi haiwezi kucheza mpira bila Yanga. Kushukuru bana. Asante sana.